Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo Jumapili tarehe 25 Januari mwaka 2026, na tutakwenda kuangazia pande za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini, ambako wanajeshi wa Rwanda pamoja na washirika wao wa M23 wamechagua kupitia nyanda za milima mifupi wakitokea katika vijiji vya Lemera, Mulenge, Ndegu na Mugaja Kitabo wakielekea Kitundu, vilima vinavyoangaliana na jiji la Uvira. Njia hii waliochukua inaelekea moja kwa moja Kitundu katika vilima vinavyotazamana na jiji la Uvira kwa upande wa juu, hali ambayo inalazimu jeshi la taifa FARDC kuimarisha haraka nafasi za wazalendo huko Kigongwe na kuamsha nguvu ya anga katika maeneo haya ya mabonde ya kati. Kwa mujibu wa taarifa, wamefanya uporaji mkubwa huko Mugaja wakichukua mbuzi, ng'ombe, kuku na mali nyingine nyingi za raia. Baadhi ya vikosi vya waasi hao vilivyokuwa kijijini Lemera navyo vilipoondoka vilijigawanya vifuatavyo. Kundi la kwanza lilielekea Ndolera kupitia Rubarika, Rurambo kuelekea Kaziba, na kundi la pili lilichukua mwelekeo wa Rubanga, Kiringwe, Bwegera kuelekea Luvungi hadi upande wa Kamanyola, na kundi la tatu lilielekea Mulenge, Mugaja, Ndegu mwelekeo wa Kageregere au Kitundu, vilima vinavyoangaliana na jiji la Uvira kwa upande wa juu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kabisa, vimethibitisha kuwa vile vikosi vya wahasi vilivyochukua mwelekeo wa Kaziba, Luvungi na Kamanyola ni wanajeshi wa Rwanda wanaojiondoa wakirejea Rwanda, ila wale walioelekea katika nyanda za milima mifupi ni vikundi vya wapiganaji Twirwaneho waliokataa kurejeshwa Rwanda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi amewasili mjini Oyo nchini Kongo Brazzaville kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Olombo siku ya jana Jumamosi tarehe 24 Januari mwaka 2026, na aliposhuka kutoka kwenye ndege alipokelewa na rais mwenzake wa nchi hiyo Bwana Denis Sassou Nguesso. Kwa niaba ya kikao hicho, Rais Felix Tshisekedi alimpa maelezo Denis Sassou Nguesso kuhusu maendeleo ya matukio yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa DRC alisema kuwa vita vinavyoendelea katika mashariki mwa nchi yake ni vya dhuluma kutoka kwenye watu wenye nia mbaya na visivyo vya haki, na akalahani kutoheshimiwa kwa mikataba iliyosainiwa na baadhi ya wahusika wanaohusika katika mzozo huo. Na kwa upande wa Rwanda, nchi inayosadikika 100% kuhusika na machafuko katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya kisiasa nchini humo imeonekana kuguswa vikali na ujumbe wa balozi wake nchini Marekani, huku hali hiyo ikithibitishwa na ukimya wa vyombo vyote vya habari nchini humo ambavyo mpaka sasa havijatangaza ya kwamba balozi huyo wa Rwanda alikubali rasmi ushirika wa serikali ya Rwanda na wahasi wa M23. Kwa mtazamo wao, kitendo hicho kinaweza kubadilisha mwelekeo wa nchi hiyo kisiasa katika ngazi za kimataifa, kwa sababu kwa kukiri rasmi kwa mara ya kwanza kuwa wanaendesha ushirikiano wa kiusalama na M23, ni wazi kuwa hili linathibitisha simulizi ya DRC ya kwamba muungano wa AFC M23 ni kikosi tegemezi cha Rwanda kwa ajili ya kuzorotesha hali ya usalama na kulinda maslahi ya Rwanda nchini Kongo. Rwanda ikikiri kuwa ni mfadhili wa M23, yaani kisiasa na kisheria, watakuwa wamekubali na kukiri wazi yafuatayo. Kwa mstari wa kwanza, watakuwa wamekubali na kukiri mauaji ya zaidi ya raia 172, yani 172 morts huko Kishishe, mauaji zaidi ya raia 300 morts huko Binza katika tarafa la Ruchuru, mauaji ya zaidi ya raia 200 ama 200 morts huko Karuli na Kalake katika eneo la Nyiragongo, mauaji ya zaidi ya raia 2500 morts
katika manispaa za Tongo, Bambo, Bukombo, Mutanda na Bishusha, pamoja na kuchomwa kwa nyumba katika kijiji cha Bwito tangu Disemba mwaka wa 2022. Mauaji ya takriban raia 10,000 waliouawa ndani ya siku 3 huko Goma, kwa mujibu wa utafiti wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR. Na pia mauaji ya zaidi ya raia 1500 wakati wa kusonga kwake kuelekea mjini Uvira na kusababisha kuhamishwa kwa zaidi ya raia milioni 1 kutoka makazi yao na kukimbilia ukimbizini nchi jirani na katika vitongoji vingine vya vijiji vyao. Na haya yote yataiweka Kongo kwenye nafasi nzuri katika harakati za kuomba haki yake na kuhimiza sheria ifuate mkondo wake dhidi ya nchi ya Rwanda. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ni kwambako tunakwenda kuweka nukta ya habari za matukio ya kila siku awamu ya kwanza, na tukutane kwa majaliwa.